matusi, si ndio? Ametuma huyu Aden Duale atukane sisi. Hapo mbele amekuwa anaenda kila pahali akisema sisi ni wakabila. Sasa ametuma huyu Aden Duale ati sisi ni mafisi, ati we are hyenas. Na huyu si Duale anaongea, huyu ni Kasongo. Mimi namjua hii Kasongo, si nilikuwa na yeye. Akitaka kutukana jamii, ametukana watu ya Mlima Kenya, ati sisi ni mafisi. Na mimi nataka niambie watu mlimani, hao matamushi ya Duale sio ya Wasomali. Wasomali bado tukana jamii ya Mlima Kenya. Huyu ni Duale binafsi akitumiwa na William Ruto. Na mimi nataka niseme watu ya Mlima Kenya, naomba nyinyi msilaumu jamii ya Wasomali. Duale ndio mwenye kutumika na Kasongo kutukana sisi. Wasomali na sisi ni chanda na pete. Wasomali na watu ya jamii ya Mlima tunafanya biashara pamoja. Na uchumi wa nchi hii inasaidiwa sana na jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya. Na hatutaki Duale atumiwe na Kasongo alete ugomvi kati ya jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nafurahi sana na viongozi ya Wasomali na professionals mumemkachifu Duale na kusema hamutaki hiyo ujinga ya kutumiwa na Karuto kutukana jamii ya Mlima Kenya. Sisi na watu ya Wasomali, we are business partners, and our relationship between the Mlima people and the Somali community is a permanent one. We coexist with each other. Biashara iko pale Isli inafanywa na Wasomali na Wakikuyu. Ile manyumba imejengwa Isli ni joint venture ya Wasomali na Wakikuyu. Wasomali wanaleta mali kutoka nje, wanapatia Wakikuyu bila kuwaitisha pesa. Wakikuyu wanaenda wanauza kila pahali, wanapata faida yao, wanaweka kando, wanaenda wanalipa Wasomali. Hatutaki wewe Kasongo kutumia Duale kulete ungomvi kati ya jamii ya Mlima Kenya na Wasomali. Na mimi nataka niambie Wasomali, sisi tunaheshimu nyinyi sana, tunawapenda. Na mkiangalia historia ya watu ya Mlima na Wasomali, ni historia ya kujivunia. Pale Thika, mzee ya Kisomali anaitwa Ali Kabati alichaguliwa na Wakikuyu akakuwa deputy mayor for miaka 20 pahali hakuna Wasomali. Hapa Nyanyuki, Laikipia East, kijana Msomali anaitwa Amin Dendi amechaguliwa na Wakikuyu, ameenda bunge ya kitaifa. Pale Kamukunji, Mheshimiwa Hassan amechaguliwa na Wakikuyu mara 4, ameenda bunge. Kwa sababu sisi tunaheshimu jamii ya Wasomali na tunawapenda na tunafanya biashara pamoja. Nataka kuomba jamii ya Wasomali, hiyo ugomvi iko na Duale ya kupigana na jamii ya Mlima Kenya huko Northeastern, msikubali kuigizwa katika hiyo mtego. Huyu Kasongo amejua anaenda nyumbani, anataka kuacha, amepiganisha majamii. Na huyu Duale ni kutumika, anatumika kuleta ugomvi. Aende asiende? Mimi nataka kuambia jamii ya Wasomali tunawaheshimu nyinyi. Kama hatungekuwa na heshima na nyinyi, hatungechagua Hassan na kuwe mjumbe, hatungechagua Amin Dendi ya kuwe mbunge, Ali Kabati. Hao Wasomali wako na biashara kila pahali, hapa Gurubani, hapo Karatina, Murang'a, Nyanyuki, Nakuru, kwa sababu Wasomali ni wafanyi biashara na tunapendana na tunaketi pamoja. Na mimi nikuambie Kasongo, wewe umetuma Duale kutukana sisi, ni sawa. Wewe umetuita mafisi, ni sawa, tumekubali. Mwaka ujao tutakula wewe, tukutafune na tukumeze. Mafisi mko? Si mafisi mko? Si Kasongo ametuma Duale kutuita mafisi? Tumekubali sisi ni mafisi. Na hatutakula mtu mwingine. Ile sisi mmetuita mafisi, tunakaa tunangojea wewe Kasongo. Tarehe 10 mwezi wa 8 tutakukula, tukutafune na tukumeze. Ikifika saa 6 utakuwa umeenda nyumbani.
Huyu kijana ya Ruto anaitwa Murkomen. Jana anaita ati vijana yetu Mungeki. Kwa sababu tumesema hakuna siku tutakubalia mtu kufuruka mkutano yetu. Hakuna siku tutakubalia goons kuja hapa mlimani kusubua watu. Tumesema vijana wetu watalinda mikutano yetu. Watalinda makanisa yetu. Watalinda viongozi wao. Watalinda biashara zetu. Sasa wewe Kipchumba ulikuwa unatuma wahuni na polisi kuumiza watu hapa na kuharibu mali. Pale Olokalao tulikuonesha kivumbi. Vijana walijipanga, wakapiga wahuni wakawatorosha. Vijana walijipanga, polisi ulituma wakafukuzwa. Ndio sasa unalia ati polisi watapigwa. Wacha nikwambie wewe Kipchumba, hapa mlimani kama wewe ni mwanaume, tuma goons leo uonane na watu ya Mlima Kenya. Na nikwambie hiyo maneno mumezoea ya kubadilika sisi majina. Ati unasema hii Wakikuyu ni Mungeki ndio muanze kuumiza vijana. Hao ni vijana ya jamii yetu. Na hao si Mungeki na hao si wahuni. Hao hapana watu criminals. These are our young people who have taken a firm stand to protect their community, to protect their leaders, to protect their churches, to protect their women, to protect what the community believes in. Vijana mbo, mutalinda mikutano, mutalinda makanisa yetu, mutalinda viongozi wetu, mutalinda biashara zetu. Wewe Kipchumba umesukuma sisi kwa ukuta. Na tumesema kama serikali haiwezi linda sisi, tutajilinda kama jamii. We have a right for self-defense and we shall protect ourselves from goons and from police. Those young men you are calling Mungeki, shame on you. They are here to protect the community, to protect their businesses, to protect our churches, to protect our women. Pale Olokalao tuliwanyorosha hatu kunyorosha hawa. Huyu Kipchumba alikuwa ametuma polisi wahuni, wakaua watu wawili, wakajeruhi watu 20 na wakanajisi wa mama. Na ndio vijana wetu wakasema hawezi kubali hiyo ujinga. Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine goons na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya. Na haitawezekana. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume, si ukamata Rigiji upeleke kwa sel. Wewe kwa mwaka moja unatisha Rigiji. Oh, utatuona. Oh, tutashika wewe. Bona unangoja nini? Si unishike. Uonana na hii watu ya Mlima Kenya. Kama wewe ni mwanaume kamili, si ukuja unikamate. Mimi niko na jeshi sina. Vijana mko? Vijana mko? Wewe Ruto umetujaribu for too long. Umetusukuma kwa ukuta. Umefuta watoto wetu kazi. Umetuharibia biashara. Umehangaisha watu na KRA. Sasa unatuma goons kupiga sisi. Unatuma polisi kupiga sisi. Tunasema enough is enough. Shaigana. Hatuwezi kubali tena ya kuhangaishwa. This is our country. Sisi tuko na haki ya kuishi Kenya. Na sisi ni jamii ambayo tunajivunia biashara. Tunajivunia bidii yetu. Hatutakubali William Ruto. Tulikuchagua wewe. Hatukuchagua wewe kutuhangaisha na kutumia sisi goons na polisi watupige. Umeua watu wawili pale Olokalao. Umefanya mama amekuwa mjane. Na sasa juu ya hiyo kuliko ukamata hiyo polisi wampiga transfer. And then huyu kijana yako anatisha sisi ati atatuhangaisha. Anangoja nini? Anangoja nini? Sisi tuko hapa. Sisi tuko hapa. Harambee! Harambee! Mimi watu ya Mwea, watu ya Gategi, mimi naomba msamaha. Huyu Karinda mimi ndio nilipigia kampeni. Mimi najua amewachilia nyinyi. Iko barabara amejenga. Iko maji. Iko dawa. Sasa mwezi 3 alibeba pesa ya county 100 million. Alikuwa Olokalao miezi 3. Anapatia watu pesa huko na hapa hakuna dawa. Alitoka hapa na matanki ya maji anapatia watu Olokalao. Kuna matanki ya maji ameleta hapa? Alikuwa Olokalao anapea watu gas kwa kila boma. Amepeana gas hapa?
alikuwa Olokalao anapea kila boma mattress. Amepeana hapa. Sasa wewe Karinda, ulichaguliwa na hii watu ya Embu. Umechukua mali yao. Mahospitali hakuna dawa. Mwezi 3 umewacha kazi yako. Umeenda Kiherehere huko Olokalao. Unakaa huko na pesa umebeba na magunia. Pesa ya watu ya Embu. Unaenda kuhonga watu huko Olokalao. Watu wa Olokalao wakakwambia urudi kwenu Embu. Usilete Kiherehere huko Olokalao. Mimi nataka kuuliza watu ya Embu. Tukifukuza huyu Kasongo waende pamoja na Karinda. Karinda aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Wewe Karinda umewacha kazi yako. Una shida Nairobi kwa mambo ya UDA unafuata Kasongo. Hao watu wa Embu walikuchagua, utawafanyia kazi siku gani? Ukitoka kwa Kasongo unaenda Olokalao. Siku ya uchaguzi ya Bere North ulishida hapo unafanya campaign na kudanganya watu. Sasa pesa ya Embu umebeba yote umepeleka Olokalao mkiwa na Waiguru. Muna shida huko mkihuria Marinda. Si ndio? Karinda aende asiende? Mimi nauliza watu wetu. Mimi nataka mkubali. Tutafute kijana moja ako na nguvu. Kijana mdogo. Kijana ako na msimamo. Akuwe gavana wa Embu. Atusaidie. Ate mnataka nani? Ate mnataka nani? Mukoji anaweza? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Wacha tumkaribishe huyu kijana. Huyu kijana. I want to promise you. Mimi nataka wakati huu musipige kura ya ukabila. Musipige kura ya clan. Mtafute mfanyikazi. Mimi naomba tujaribu huyu kijana. Huyu kijana nimeona kazi yake pale Manyata. Pia yeye ni kijana haogopi. Anasimama na haki ya Waembu. Naomba watu ya Embu mujaribu Mukonji akuwe governor wetu kwa chama ya DCP. Wangapi wamekubali Mukonji akuwe governor? Harambe. Nitwaiguithania. Neguo. Na mimi nasema watu wale wa Wiper, wale wa DCP tutashikana tuchague mtu mmoja kwa chama ya DCP. Tumekubaliana? Kwa sababu hata hapa sitaki mtu akuwe minority kwa bunge. Hata kama tutasikizana, ni kazi ni wetu achaguliwe na ile chama ambaye inavuma hapa ya DCP. Tumekubaliana? Wacha nione watu ya DCP. Wacha tumsikize huyu kijana Gitonga Mukonji. Gategi mpo. Gategi mwekwa. Gategi moyazao. Wabinduru na kelele ya gategi. Kiroko tene. Mumetokea asubuhi mapema kukaribisha Getungati 001. Wabinduru na kelele ya Rigijia. Mimi nawavulia kofia bwana watu ya Gategi. Mimi nawapenda. Na mimi niko hapa leo kwa sababu tumeanza kukopoa nchi yetu ya Kenya. Kategua hii. Tutoboe tusitoboe. Tukikomboa Embu yetu ya Kenya na Rigiji, lazima tukomboe Embu yetu. Na Embu yetu ikiwe mstari wa mbele. Niko kategua ndo Gategi. Enough is enough ya kusahau watu na wananchi ambao wamekuwa huku kwetu for long. Kategua. Hapa tunaishi kwa amani makabila zote. Tunaishi kwa amani na Wakikuyu. Tunaishi kwa amani na Wakamba. Tunaishi kwa amani na Wambere. Na tunaishi kwa amani na watu wote ambao wako huku, si ndio? Mimi nataka munipe nafasi nikuwe gavana wenu, nishikanishe Embu mzima na nigawanye maendeleo equally ili kila mtu asikie vizuri. Inakuwaje watu wa Mbere South
Miaka imeisha, miaka mingi. Wewe kijana, wacha mchezo, tulia hapo. Imekuwaje? Miaka imeisha karibu 15 na hapa hakuna maji ambayo mtu anaweza tumia kwa mfereji. Huyo Karinda ameanguka mtihani ama hajaanguka? Karinda asonge asisonge? Niendelee kukafinya nisiendelee? Nimekashika mahali. Nifinye nisifinye? Nifinye nisifinye? Wangapi wanasema niendelee kufinya? Na wameleta propaganda ya kugawanya watu wetu. Si mumesikia vile Roko anaongea? Mumesikia Roko anataka kutupiganisha? Umesikia Roko akisema Wakikuyu watoke huku Embu? Huyo aende asiende? Roko aende asiende? Na tumesema hivi kwa sababu ni muhimu sana tuseme ya kwamba Roko asikuje kuongea hiyo upusi huku Embu ya kugawanya watu wetu. Akiongea atakutana na Mokonji mundu kwa mundu na nitampeleka mbele barabara mbio, si ndio? Ni sawa sawa? Chama huku ni gani? Chama huku ni gani? Wangapi wanasema DCP? Wangapi hapa tuko disciplined kabisa nione? Wangapi hapa wanasema chama ni DCP? Tunasema mlima ni moja. Semeni mlima ni moja. Semeni mlima ni moja. Mlima ni moja. Na chama ni moja. Na chama ni moja. Nyinyi mlinituma kule Olkalau. Mukaniambia kama tutaanguka Olkalau nisirudi Embu. Tumeweza hatujaweza? Olkalau ametufunza hatujatufunza? Na wacha niwaambie siri ya watu ya Olkalau. Siri ni moja. Kupiga kura asubuhi na kuchunga kura. Hiyo kitu ingine Kasongo hata alete polisi. Tunaangalia wamebeba nini kwa bags. Hii kura tutachunga na Kasongo ataenda nyumbani. Kasongo aende asiende? Kasongo asiende? Aenda na Karinda asiende? Huyu Karinda alichukua vitu zetu. Ile mattress ilikuwa inapeana kule Olkalau ni mattress za hospitali hata kama hii. Mattress za watu ya hospitali. Kule Ishara vijana wakisema hakuna healthcare, Karinda anatuma polisi wanaenda kuwapiga risasi, si ndio? Mashamba yetu ya hii ya Mwea, kama kuna mtu atatatua hiyo shida, si mwingine ni huyu kijana wa kujituma hapa anaitwa Gitonga Mokonji. Maneno ya maji, mimi nimesema Your Excellency, hapa sisi Mbeere South tumepeana stima Kenya mzima. Tumepeana stima mpaka Mandera. Tumepeana stima mpaka kule Mombasa. Kwa sababu Seven Forks Dam iko hapa. Inakuwa aje watu ya Mbeere South ambao wanapeana stima na wakitumia maji yao hawana stima na hawana maji? Hiyo hebu lazima tumalize. Mimi mkinipea nafasi afadhali nifunge hiyo stima kwanza mpaka watuwekee maji na stima ili watu waheshimike, si ndio? Jenzi mpo. Mutashikilia nikikamata, nikifinya mutashika, mutafinya kabisa. Tutachunga Rigiji. Wangapi wanasema tutachunga Rigiji? Mimi nawapenda sana. Form ni kujituma, tuendelee kushikana pamoja. Thank you very much, Your Excellency. Haya, asante. Vile Mokonji amesema, mimi nataka niambie William Ruto, hiyo maneno unajaribu. Ngoja kidogo hapo. Hiyo maneno unajaribu ya kugawanya mlima ati Mount Kenya West and East, unatumia huyu kijana anaitwa Roko anazunguka hapa na kujipiga kifua ati anaweza gawanya mlima. Nikwambie Kasongo, Moi alijaribu kugawanya mlima mwaka 24 hakufaulu. Hata wewe Kasongo hutafaulu kugawanya mlima. Na nikwambie, kugawanya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Hatuwezi kubali mtu yeyote agawanye mlima Kenya.
Na kwa hivyo mimi niseme, wewe kijana ya hapa mbele, unatumwa na Kasongo, anakutumia vibaya. Ati kunya ugawanye mlima Mount Kenya East and West, haiwezekani. Na mimi nataka kuambia watu wetu, nguvu yetu ni umoja wetu. Sisi watu ya mlima Kenya, nafasi yetu ya kutafuta uongozi, ya kukinga maslahi yetu kama jamii, itawezekana tukiwa na umoja kama mlima moja na jamii moja.